Bwana Yesu asifiwe. Hii ni EAGT Kilimani na wakaribisha kabisa kuhusu ibada ya siku hii ya leo. Kama unavyoona ni muda ambao tumemaliza ibada siku yetu hii ya leo. Tulikuwa na ibada nzuri yenye baraka na mafanikio mbele za Mungu. Na kama unavyofahamu ya kwamba tunajaribu kuzungumza na watu moja kwa wawili ili tuweze kuona namna gani ambavyo wamepokea ibada siku hii ya leo, lakini zaidi ya yote kufahamu kile ambacho kimekwenda kutokea siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina mtumishi. Kwa majina labda ungewaambia watazamaji unaitwa nani, lakini pia unahusika kama mtu gani hapa ndani ya EAGT? Kwa majina naitwa Jacqueline Sisbet au Mrs. Jovin. Ndio. Mimi ni shemasi katika kanisa hili. Okay. Tunaweza tukaelezea kwa kifupi kabisa labda ibada siku ya leo ilikuwa ni ibada ya namna gani? Ni namna gani ambayo watu wamepokea siku ya leo? Ibada leo ilikuwa ni ibada nzuri sana. Tumekumbusha kwa habari ya upendo. Ndio. Mungu ametukumbusha siku ya leo ilikuwa ni kusudi lake tukajifunza kwa habari ya upendo. Maana dunia inalewalewa siku hizi, mambo ni mengi. Watu na upendo umepotea, watu tunakuwa hatuna utu. Watu wanatembea katika chuki, lakini leo tumekumbusha kwa habari ya upendo. Katika Sunday tulikuwa kwa habari ya upendo na pia katika neno kuu na Roho Mtakatifu alikuwa anatembea nalo. Tumekumbusha kwa habari ya upendo, tumejifunza namna gani Bwana Yesu alijitoa kwa ajili yetu pale msalabani tukapata wokovu. Ni upendo mkubwa sana ambao ameonyesha kwetu. Labda nikuulize swali tu hivi, kwa mtu ambaye amekosa ibada ya leo, kuna namna anaweza kujutia siku ya leo kuikosa ibada siku ya leo? Kwa leo hawezi kujutia. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tunaamini ya kwamba watu waamini wamefanya jambo kubwa sana, wameenda kuna huduma ambayo inaendelea mahali hapa kwa habari ya media, kwa tunaamini ya kwamba watakwenda kujifunza pia. Amina. Basi ubarikiwe sana, usione kwamba umechelewa. Ibada zetu tutazipata, ziko live lakini pia ziko recorded kwenye YouTube channel yetu. Kwa hiyo uweze kusubscribe lakini kutufollow kwenye Instagram page zote. Lakini zaidi ya yote ni kwambia kwamba mtumishi wa Mungu hapa atatupa kwa kifupi zaidi labda ibada za katikati ya wiki zinakuaje. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Ibada za katikati ya wiki, Jumatatu kuna zoni. Amina. Zoni mbalimbali ambazo zipo hapa kanisani, lakini Jumatano specific na ibada ya neno la Mungu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Jumatano kuanzia saa 10:30 kwa tuna ibada kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa ambao tumepata nafasi tunakukaribisha sana. Na kama utashindwa basi baada ya ibada jioni tutarusha kipindi hichi online. Kwa hiyo utaweza kufungua na kuingia. Sasa ukiingia utaona mafundisho ambayo tutafanya Jumatano. Jumatano ni neno la Mungu, mafundisho na maswali na majibu yote yanajibiwa. Amen. Basi Ijumaa pia kuna ibada ya maombi na maombezi. Tunakaribishwa sana. Inaanza pia saa 10:30 mpaka saa 12 kamili. Amina. Basi Mungu akubariki sana, nikuache uendelee na natumaini kiongozi, kwa hiyo unaingia kwenye vikao vingine, kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amina, tubariki. Basi kama tunavyofahamu ya kwamba tulikuwa hapa kwa ajili ya kuongea na watu juu ya ibada siku ya leo. Hakika watu wamebarikiwa, hakika watu wamepokea kile ambacho kilikwenda kuhubiriwa siku ya leo. Kwa hiyo kitu ambacho tunajaribu kukuambia ni kwamba endelea kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu, lakini kusubscribe na sehemu zote ili uweze kuwa kwanza kupata video, lakini pia kupata mafundisho yetu kwenye ibada siku ya leo.